ndani ya maji haya, neema ya karama yake inakwenda kuanza upya, itafanya kazi upya katika jina la Yesu. Mtu mmoja aliye mahali hapa aseme amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sasa wakati utakapokuwa unapita hapo, moto utakuwa unawaka hapa. Inua mikono yako, kaa eneo lako, kaa kwenye kiti chako. Kila mmoja aende kwenye kiti chake. Hili jambo linalofanyika ni la ajabu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, kama moto unavyokwenda kuwaka, chochote walichokiweka maishani mwangu kisichostahili kinakwenda kuungua, hakitakaa tena. Maagano yoyote walioyapanda kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, yanakwenda kuondoka. Kila laana walizozipanda kwenye ukoo, kwenye uzao, kwenye biashara, kwenye familia, kwenye ardhi, vinaondoka kwa jina la Yesu. Mtu yeyote aliyewahi kufanya uganga, kufanya uchawi, kutamka laana kwenye maisha yangu, kuanzia leo hiyo laana, huu moto unapowaka, inaondoka. Hayo magonjwa yanaondoka, huo uganga unaondoka, hayo maagano yanakwisha kwa jina la Yesu. Amen. Inua mikono yako mahala ulipo, sema Bwana Yesu, kama mafuta ya taa yalivyo na uwezo wa kuwasha kuni hizi na kuwasha moto mahala ambapo njiti za kiberiti peke yake zingeshindwa, kuanzia leo moto huu unapowaka, mambo mabaya yote niliyotendewa maishani mwangu hayatatendeka tena. Kila uchawi na kila uganga walioutenda kwenye maisha yangu, kila magonjwa yanapona, kila laana zinaondoka, kila maagano yanafika mwisho. Kuanzia leo roho ya umaskini inaondoka, roho ya utajiri inaondoka ndani yangu, inaingia tena roho ya utajiri iliyo safi. Ile mbaya
ya kupata kukosa waliokuwa wameipanda imeondoka, haja tena kwa jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu, kuna karoka utajiri kale ka kuingia na kutoka kamsimu, miezi miwili niko tajiri, miaka mitatu na kuwa maskini. Kuanzia leo huu moto unapowaka, hiyo roho inaondoka, haitarejea tena kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitambaa changu ambacho leo nilikuwa nakitumia kwa neema niliyopewa na Mungu, na kitoa sadaka. Kama vile Mungu nimetumia kitambaa hiki kikanifuta jasho, nikaonekana wa thamani mbele za watu. Mtu yeyote anayekwenda kupita ndani ya maji haya leo, thamani yake iliyokuwa imeondolewa ikapate kurejea, na haitaondolewa tena mpaka wewe mwenyewe Mungu utakapomuita katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nimejifunika vazi hili. Linabeba nguvu kutoka ndani yangu, linabeba mamlaka kutoka ndani yangu, linabeba maarifa kutoka ndani yangu, linabeba ulinzi kutoka ndani yangu. Kadiri linavyoungua, yeyote anayekwenda kupita ndani ya kisima hiki cha maji ya moto, kisima cha mafuta ya moto, neema iliyokuwa ndani yangu ikaponya magonjwa yake, ikaachilia utajiri ndani yake, ikaondoe mafarakano, ikarejeshe vilivyopotea, ikainue karama yake, na akawe tajiri, na akawe mzima kabisa, na akafanikiwe katika maisha yake yote katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Mikono, sema Bwana Yesu, kuna uchawi nililoka nikiwa nimelala. Huu moto unapowaka unachoma na kufuta kila aina ya uchawi uliowahi kufanyika majira ya usiku maishani mwangu. Kuna uchawi ulifanyika majira ya mchana. Huu moto unapowaka, kila aina ya uchawi uliofanyika kwenye maisha yangu majira ya mchana unaondoka, hautarejea tena. Yeyote aliyewahi kuniloga au kunitendea mabaya, huu moto unapowaka, popote alipo aanze kuteketea kwa jina la Yesu. Sema amen. Mikono yako mahali ulipo, sema Bwana Yesu, huu moto unapowaka, aina yoyote ya uganga, aina yoyote ya magonjwa, aina yoyote
ya laana waliowahi kuitoa, kuifanya, kutenda, kutamka, kuachilia kwenye maisha yangu, kwenye uzao wangu, inateketea. Anza kuomba, anza kuomba, omba. Simama, omba. Simama uombe. Baba, kwa jina la Yesu, kama umoto unavyowaka Jehova, magonjwa yanateketea. Magonjwa yanateketea. Laana zinateketea. Maagano yote mabaya yaliyokuwa yametendeka kwenye maisha yako yanateketea sasa. Yanateketea saa hii. Yanateketea kwa jina la Yesu. Kila aina ya laana sasa inateketea. Kila aina ya magonjwa sasa inateketea. Kila aina ya laana sasa inateketea. Kila aina ya mamlaka waliowahi kuituma kwenye maisha yako inateketea. Ile roho ya umaskini iliyo ndani mwako inateketea. Ile roho ya umaskini iliyo ndani mwako inateketea. Roho ya umaskini kwenye maisha yako inateketea. Roho ya umaskini kwenye maisha yako inateketea. Naona miujiza ya ajabu inakwenda kutendeka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, miujiza ya ajabu inakwenda kutendeka. 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 Uchumi wako unainuliwa. Uchumi wako unainuliwa. Biashara yako inainuliwa. Eneo lako la kazi linakombolewa. Eneo lako la kazi linakombolewa. Eneo lako la kazi linakombolewa. Eneo lako la biashara linakombolewa. Eneo lako la ajira linakombolewa. Uzao wako unakombolewa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sasa nakusumbua kwa mara ya mwisho, kwa maana kuna shuka ambayo tumeichoma moto hapa. Naomba niandikie majina ya watu ambao unajua wamekwamisha maisha yako. Njoo niweke hapa kwenye moto. Nakupa dakika 5. Kimbia mara moja. Majina ya watu ambao unajua kabisa kwamba wamekwamisha maisha yako. Andika. Njoo weke hapo kwenye moto. Usiwe na msamaha. Usiwe na msamaha. Usiwe na msamaha. Msamaha unatoka kwa Bwana. Viongozi, tafadhali wote tupite kwa njia ya upande wa huku, tusipitie hapa ili tuje tutokee hapa. Watu wote tutapita kwa mstari huu hapo katikati. Aya, sikiliza sasa. Bwana Yesu, sikiliza sasa, sema Bwana Yesu, hili ndilo neno lako. Ni neno la uzima na ni neno la umauti. Yeyote aliyewahi kufanya jambo baya kwenye maisha yangu hata simama tena, hata zuia tena, hata haribu tena, hata samaratisha tena, bali popote alipo kuanzia leo aanze kusambaratika,
aanze kubomoka, aanze kuyeyuka, aanze kutoweka, na asiinuke tena juu yangu, juu ya biashara yangu, juu ya uzao wangu, juu ya karama yangu. Na kuanzia leo mimi nimebarikiwa mpaka Mungu atakaponiita kwa neema yake. Amen. Anza kuleta sasa. Baba, kwa jina la Yesu. Jehova, kwa jina la Yesu. Moto waka, moto waka. Anza kuweka hapa. Weka, unaondoka. Unarudi kwenye kiti chako. Moto waka, moto waka. Kama vile Elia alivyochoma manabii wa bahari, Elia akaangamiza manabii 400 wote. Kazi ya moto ni kuangamiza maadui wetu wabaya wote. Kazi za kipepo zinachomwa leo. Moto waka, adui zangu wote wanachomwa, moto na waka, waliotangaza vita juu yangu, moto unawala wao. Waliotangaza vita juu yangu, wote wanaangamia. Kazi za adui zinachomwa, kazi za kipepo zinachomwa, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, kazi ya Bwana Yesu ni kuniweka huru. Anawasha moto, moto, moto unawaka, moto unawaka. Walioshika nyumba yako, moto unawala leo. Moto unawaka, moto, moto unawaka. Waliopiga ndoa yako, moto unawala leo. Moto unawaka, moto unawaka. Chachawi, moto unawaka, moto unawaka leo. Moto unawaka, moto unawaka. Kweli damu yangu kutembea, kifua mbele. Ni damu yangu kutamba, kifua mbele. Ni wakati wangu wa kuringa, maana neema ya Bwana ipo. Nani wa kunipigania? Huyu Yesu. Ni nani wa kunishindia zaidi ya Yesu? Aliyewasha moto kwa njia ya Elia, akachoma manabii wote wa bahari. Kwangu mimi leo Nyakia amesimama, anawasha moto juu ya adui zangu. Moto unawaka, ni zamu yako mama, moto unawaka. Sikia vigelegele, shangwe na vipigo. Moto unawaka,
waliozaa, walioitwa tasa, wale walioambiwa hawatafanikiwa, neema imewajia tena watafanikiwa. Walioambiwa hutoinuka wala kujenga nyumba ye, moto umewaka sasa utafyatua tofali ye. Moto unawaka, moto unawaka, sema ye. Moto unawaka, moto unawaka, moto ye. Moto unawaka, moto unawaka, sema ye. Kukimbia wachawi wanachoma ye, waganga wa kienyeji wanachoma, unawaka moto ye, wachawi wote sema moto. Kunja karatasi yako, kunja karatasi yako, kunja nafsi ya yule mtu, kunja nafsi yake, kunja karatasi. Njoo ukiwa umekunja karatasi. Njoo ukiwa umekunja karatasi. Kunja karatasi, kunja karatasi. Yesu moto, moto unawaka. Moto unawaka, moto unawaka. Yesu ni moto, moto. Chomale, apepe chomale, apepe na chomale, kisali na chomale, kisali
linachomale, tawi wanachomale, hakuna wakunigusa, natembea kifua mbele. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, yeah. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, eh, unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto. Naam, kwa wewe ambaye unatufuatilia majira haya moja kwa moja, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Mwenge mpakani kwa mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia, mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka karama kubwa sana ndani yake ya kuweza kuwafungua maelfu ya watu ambao wanateseka na matatizo mbalimbali, na maanisha matatizo sugu ambayo yameshindikana. Na zoezi ambalo linaendelea ni zoezi la kuchoma karatasi zile ambazo zina majina ambayo mtumishi wa Mungu alitoa maelekezo, na wewe hapo ulipo unaweza ukajiambatanisha na zoezi hili kwa kushirikiana nasi pia, ama kwa kujiconnect na madhabahu hii kupitia nambari ambazo unaziona chini ya televisheni yako, kwa kutoa sadaka yako moja kwa moja kupitia nambari hizo ambazo utaziona hapo chini. Nipo hapa na mwenzangu Juliet. Juliet, Bwana Yesu asifiwe. Yes. Humphrey, nakupata moja kwa moja. Na ninaona hapa kuna watu wengi sana, na kutokana na tukio hili ambalo linaendelea hapa madhabahuni, Mungu amekuwa akiwafungua watu kwa jinsi isiyo ya kawaida. Watu wakitoka kwenye eneo la kuchoma maadui zao. Kuna kitu kinakuwa kinaendelea ndani yao. Yaani kuna ufunguzi unakuwa umepatikana ndani yao. Ili zoezi linaloendelea sasa, mpenzi mtazamaji wetu, ni zoezi la kuchoma maadui zako watatu. Dativa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Humphrey, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Tupo kwenye zoezi kubwa, na ni zoezi la kiroho zaidi, ambapo tunachoma wale maadui zetu, wale wote ambao wanatutesa ama wanatupitisha kwenye mapito mbalimbali. Na maadui hao wanaweza kawa magonjwa, umaskini, shida na mateso mbalimbali. Wote hawa kwetu sisi ni maadui. Kwa hiyo foleni hii kama ambavyo unaiona mtazamaji, naona ni foleni kubwa sana ambayo inasongamana. Naona kila mtu anayepita ameandika maadui zake katika karatasi yake nyeupe kabisa, ambayo anataka achome yule ambaye kwake anamwona ni adui. Adui huyo anaweza kawa ni mwanadamu, anaweza kawa ni shida yote anayopitia, maradhi, umaskini, kufilisika pia ni adui. Watoto kufeli shuleni pia ni maadui. Watoto kutokuweza kukutunza wewe kama mzazi pia nao ni maadui. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya changamoto ambazo watu wameziandika, na ndilo zoezi ambalo unaona linaendelea, lakini ni zoezi ambalo lina nguvu sana, linapelekea unaona hata mapepo yanalipuka. Mtu anapochoma tu maadui zake, lakini unakuta mapepo ndani yake wanalipuka. Humphrey. Kabisa. Na tunapokwenda kuchoma yale majina ambayo nabii ameweza kuagiza hapa tukaandika kwenye karatasi, inamaanisha kwamba tunakwenda kuagana kabisa na yale mateso ambayo maadui zetu wameweza kuyaleta kwenye maisha yetu. Unajua, kwenye matatizo ambayo watu wanayapitia kuna chanzo chake, na kile chanzo kinatokana na adui ambaye ameweza kulileta lile tatizo katika maisha yako. Na wakati mwingine unaweza ukajiuliza kwa nini mtu anapo ichoma ile karatasi mapepo yanalipuka,
ni kwa sababu kulikuwa kuna nguvu kubwa kwenye maisha yake ambayo inasababisha maisha yake yaendelee kuwa magumu. Kuna adui ambaye yupo nyuma ya tatizo lake. Kwa hiyo kile kitendo ambacho kinafanyika pale madhabahuni hivi sasa ni ishara ya kuwateketeza maadui zetu ambao wametufunga kwa muda mrefu, maadui ambao wamekamata maeneo tofauti tofauti katika maisha ya watu ambao wamehudhuria katika ibada kwa siku hii ya leo. Kuna mtu anaweza akawa analalamika kwenye eneo la biashara hapati wateja, lakini kumbe kuna adui yake ambaye yupo, na huyo adui ndiye ambaye anasababisha yeye asiweze kupata wateja. Kwa hiyo unapoandika jina na kulipeleka kwenye madhabahu pale kwenye moto, inamaanisha kwamba unakwenda kumteketeza kabisa huyo adui yako ili mambo yako yaende vizuri. Ndio maana Dativa pamoja na Juliet tunaona muujiza, tunaona mambo makubwa ambayo Mungu anayatenda kupitia mtumishi wake nabii wa ajabu Daktari James Nyakia. Na Juliet, unaona jinsi mambo yanavyoendelea hapo. Ninaona hapa kwa ukaribu kabisa, nipo karibu na moto. Na tunaona tukio hili sio tukio la kikawaida, kwa sababu kipindi tukio hili likiwa linaendelea, watu wakiwa wanawachoma maadui zao, nabii wa Mungu ameshika Biblia, anaomba na Mungu, anazidi kusema na Mungu juu ya wale maadui ambao wamekuwa wakiendelea kushikilia maisha ya watu. Nadhani hiki ndicho kitu ambacho ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa. Na mtumishi wa Mungu anamsihi Mungu aweze kukumbuka matatizo ya wale wote ambao watapita pale kwenye ule moto. Kabisa, na hiki kitu ndicho ambacho kinamtofautisha nabii Nyakia na manabii wengine. Zoezi lake hili ni zoezi ambalo limepelekea kanisa zima yani kuwa kwenye mshangao fulani kutokana na miujiza ambayo Mungu anaitenda. Watu wanakaa tu kwenye viti, wengine mapepo yanalipuka. Ni kweli kabisa, na kuna nguvu kubwa ambayo ipo ndani ya madhabahu hii. Tunapomzungumzia nabii Daktari James Nyakia, ni mtumishi wa Mungu ambaye katika karne hii Mungu ametupa zawadi na amempa kitu cha tofauti sana. Ndio maana kila ibada ambayo tunashuhudia hapa tunaona mambo tofauti tofauti. Ibada ya wiki iliyopita tuliona jinsi gani ambavyo mtumishi wa Mungu alikuwa anawaosha watu miguu, lakini vile vile pia anawabusu miguu, na shuhuda leo zikawa ni nyingi. Lakini leo tumeona moto huu ambao sasa hivi umewaka madhabahuni, na moto huu ni kwa ajili ya kuwateketeza maadui ambao wamefunga maisha ya watu. Lakini pia kuna mambo makubwa ambayo tunatarajia ibada ya Jumapili ijayo. Tutapokea shuhuda. Usishangae ukafika nyumbani ukapata taarifa mbaya kuhusiana na adui yako. Amen. Naomba usimame mahali ulipo, mtu wa Mungu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, aliyeanza kuniteketeza leo Mungu anamaliza. Aliyekusudia kuniteketeza leo Mungu anamaliza. Aliyeharibu maisha yangu leo Mungu anamharibu. Aliyenidhalilisha leo Mungu anamtoesha. Aliyenirudisha nyuma leo Mungu ananiinua, na yeye anatoweka kabisa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa tunaanza zoezi la kuingia kisimani, na ninamwaga maji na mafuta ya moto. Aliye tayari kuingia kisimani aseme amen. Amen. Utaratibu tuliotumia wakati wa kupita kutupata karatasi hapa ndio utaratibu tutakaotumia kupita katika kisima. Kaa kwenye kiti chako, kaa tulia kwanza, kaa tulia kwenye kiti chako. Subiri maelekezo kutoka kwa nabii wa Mungu. Mtazamaji, kwa wewe ambaye unatufuatilia majira haya, ni matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Mwenge Mpakani kwa mtumishi wa Mungu nabii Daktari James Nyakia. Na hiki ambacho unakishuhudia majira haya ndilo zoezi ambalo linafata, na zoezi hili ndilo ambalo limebeba ibada ya leo, kwamba kila mtu ambaye atafika kwenye ibada siku ya leo atapita kwenye kisima hiki cha maji ya moto,
na mtu yeyote yule ambaye atapita kwenye hiki kisima cha maji ya moto, inamaanisha kwamba yale matatizo yote ambayo yamemtesa kwa muda mrefu anakwenda kumalizana nayo pale kisimani. Juliet, unaona jinsi gani ambavyo sasa hivi nabii anafanya pale madhabahuni kwenye kile kisima? Ndiyo. Labda pengine ungemdokeza kwa ufupi kabisa huyu ambaye anatufuatilia majira haya. Yes, mpenzi mtazamaji wetu ambaye unatufuatilia, lakini pia wewe ambaye umefika kwenye ibada hii. Zoezi hili ni zoezi takatifu, ni zoezi la kitofauti kabisa ambalo nabii wa Mungu anaendelea nalo hapa madhabahuni. Ni zoezi ambalo linahitaji utulivu, linahitaji watu wakae katika uwepo wa kuomba sana, kwa sababu hiki kitu ndicho ambacho alikitangaza toka wiki iliyopita kwamba watu watapita kwenye kisima ambacho kitawekwa maji ya moto, na watu watatoa matatizo yao humo, lakini Mungu ataachilia ufunguzi wa maisha yao. Tunaona nabii wa Mungu anazunguka kisima hiki akiwa anaomba kwa mzigo kabisa, akiwa ameshika Biblia yake kubwa kabisa, huko akimsihi Mungu juu ya maisha ya watu, juu ya changamoto zinazoendelea kwenye maisha ya watu, juu ya vile vitu ambavyo vinawasumbua watu. Sasa wewe mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kututazama kwenye TV yako, endelea kumsihi Mungu, endelea kujifungamanisha na ibada hii takatifu. Zoezi hili si zoezi la mchezo. Zoezi hili ni zoezi la wewe kukaa katika uwepo wa Mungu kwa viwango vya juu sana, kwa sababu Mungu ambaye anamtumia nabii Nyekia ameamua kumpa mafunuo haya ili tuweze kufunguliwa na vile vifungo vya kuzimu. Humphrey. Naam. Naona hapa Dativa amesogea karibu kabisa na akiwa analitazama hili tukio. Dativa, nadhani tunaona hapo mtumishi wa Mungu akiwa anaomba na akiwa na sasa hivi ameshika lile sufuria lenye maji ya moto akiwa analiweka kwenye kisima. Mpenzi mtazamaji wangu, kama jinsi ambavyo unaona hapo kwenye runinga yako. Sema Bwana Yesu. Kama mafuta haya yanavyochemka ndani ya maji haya, aina yoyote ya ugonjwa ndani ya mwili wangu utabaki mahali hapa. Aina yoyote ya laana niliyotamkiwa itabaki mahali hapa. Aina yoyote ya adui aliyefanya mabaya kwenye maisha yangu atabaki mahali hapa. Aina yoyote ya uzao wangu ulioharibiwa na uchawi na uganga na magonjwa kuanzia leo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neema mpya imeingia kwenye familia yangu. Baraka mpya zimeingia kwenye familia yangu. Sasa unayasikia haya maji, haya mafuta yanavyochemka. Ndio. Amina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama mafuta haya na maji haya yanavyochemka ndivyo jinsi miguu yangu itakavyokanyaga ndani ya kisima cha maji na mafuta ya moto. Magonjwa yote yanabaki hapa. Roho ya umaskini inabaki hapa. Maagano yote ya kuzimu yanabaki hapa kwa jina la Yesu. Amen. Sasa ninapolala ndani ya maji haya, kuna kitu Roho Mungu ananielekeza kufanya. Naomba mtoe pale kile chombo cha sadaka. Toeni na yale majiko pale, wekeni pembeni. Majiko wekeni pembeni. Naomba kila mmoja aketi mahali alipo. Bwana Yesu alala sasa ndani ya maji haya. Mungu Jehova, sehemu ya roho yangu ibaki ndani ya maji haya,
ile karama uliyoweka katika maisha ya utumishi wangu ingie ndani ya maji haya. Neema ya uponyaji ikae ndani ya maji haya. Neema ya utajiri ikae ndani ya maji haya. Neema ya kurejesha vilivyokuwa vimepotea ikae ndani ya maji haya, kwa jina la Yesu. Yeyote anayekwenda sasa kuingia ndani ya maji haya, maisha yake yakabadiliki, afya yake ikaimariki, magonjwa yakapone, umaskini ukaondoke, aingie kwenye ndoa iliyo bora, familia yake ikakombolewe, uzao wake ukakombolewe, kazi yake ikainuliwe, biashara yake ikainuliwe. Asiye na mtaji akapate mtaji, asiye na elimu akapate elimu, anayehitaji cheo akapate cheo, anayehitaji ushindi akapate ushindi, anayehitaji jambo jipya litendeke kwenye maisha yake likatokee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru Mungu uliye hai kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya Afrika, kwa ajili ya dunia. Mungu umeniita kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya watu. Naomba sasa neema yako ikafanye kazi ambayo haijawahi kutokea duniani na ikasambaye duniani kote, ikaponye mabilioni ya watu, ikabariki mabilioni ya watu, ikarejeshe neema kwa mabilioni ya watu, ikakomboe mabilioni ya watu, ikasambaratishe vibaya ndani ya miili ya watu katika mabilioni ya watu, ikafanye matajiri kuwa mabilioni, ikaondoe umaskini kwenye mabilioni ya watu katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Mpenzi mtazamaji wetu ambaye uko nasi sambamba, kama jinsi ambavyo unaona nabii wa Mungu yuko kwenye maombi mazito kutoka madhabahuni mpaka kuelekea kwenye kisima. Amefika kwenye moto, amenyosha mikono yake huku akiwa anaomba. Sasa simama uinue mikono yako, sema Bwana Yesu, malaika wametoa kibali, magonjwa yangu yamepona, roho ya umaskini imeondoka, uzao wangu umekombolewa, kazi za mikono yangu zimekombolewa. Amen.